kuhusu balozi zao. Habari kamili. Jerusalem. Waziri wa mambo ya nje wa Israel Gideon Saar amelishtumu tangazo la Rais wa Faransa Emmanuel Macron kwamba nchi yake inaweza kulitambua taifa la Palestina ifikapo mwezi Juni, na akasema hatua hiyo itakuwa kile alichokiita tuzo kwa ugaidi. Katika taarifa yake kwenye mtandao wa kijamii wa X jana jioni, Saar alisema kutambuliwa kwa upande mmoja kwa taifa la Palestina na nchi yoyote ile hakutaleta amani, usalama na utulivu katika kanda hiyo, lakini kinyume chake itawasukuma mbali zaidi. Hapo jana, Rais Macron alisema kwa Ufaransa inapanga kulitambua taifa la Palestina ndani ya miezi kadhaa, na huenda ikachukua hatua hiyo wakati wa mkutano wa Umoja wa Mataifa mjini New York mwezi Juni. Rais huyo ameongeza kuwa lengo lao ni kuongoza mkutano huo na Saudi Arabia mwezi Juni, ambapo wanaweza kukamilisha mchakato huo wa kutambuliwa na mataifa kadhaa. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesitisha kwa siku 90 agizo la kuzitoza ushuru baadhi ya bidhaa kutoka kwenye nchi kadhaa duniani. Trump amesema kuwa hawataki kuziumiza nchi ambazo hazistahili kuumizwa na kwamba nchi zote zinataka kujadiliana na Marekani. Rais huyo ameongeza kuwa wanataka kuzingatia haki, lakini ingawa wanazijali nchi hizo, wanapaswa kuijali zaidi nchi yao. Trump ameyafanya mabadiliko hayo chini ya saa 24 baada ya hatua za ushuru mpya kuanza kufanya kazi kwa washirika wengi wa kibiashara wa Marekani, hali ambayo ilisababisha masoko ya hisa kutetereka. Wakati huo huo, Trump ameiongezea China kiwango cha ushuru hadi kufikia 125% kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka China na kuingizwa nchini Marekani. Kwa upande wake, China imepinga hatua ya Marekani ambayo imesema ni vitisho na usaliti. Istanbul. Wajumbe wa Marekani na Urusi wanakutana mjini Istanbul leo kwa mazungumzo ya kurejesha shughuli za balozi zao ambazo zilipunguza kwa kiasi kikubwa idadi ya wafanyakazi kufuatia uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Shirika la habari la AFP limeripoti kuwa wajumbe wa Urusi na Marekani wamewasili katika jengo la ubalozi mdogo wa Urusi mjini Istanbul. Siku ya Jumanne, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Tammy Bruce aliwaambia waandishi wa habari kwamba pande hizo mbili zitajaribu kuimarisha zaidi shughuli za balozi hizo mbili. Hakuna masuala ya kisiasa au usalama kwenye ajenda, na Ukraine haiko kabisa katika ajenda. Mazungumzo hayo ambayo ni ya pili ya aina yake yanafanyika baada ya Rais Donald Trump kuwasiliana na Urusi wakati alipoanza muhula wake wa pili madarakani na kuahidi uhusiano bora zaidi ikiwa Urusi itamaliza mapigano yake nchini Ukraine. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. The Hague. Sudan na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE leo zitapambana katika mahakama ya kimataifa ya haki ICJ, huku Sudan ikishtumu UAE kwa kuvunja mkataba wa Umoja wa Mataifa wa mauaji ya kimbari kwa madai ya kuunga mkono wapiganaji waasi. Katika ombi lake kwenye mahakama hiyo, Sudan imesema kuwa waasi wa RSF kwa msaada usio na kikomo wa Umoja wa Falme za Kiarabu walifanya mauaji ya halaiki, kuwahamisha watu kwa nguvu pamoja na mauaji. Imewataka majaji kuiamuru UAE kuwafidia waathiriwa wa vita nchini Sudan. Lakini kwa upande wake, afisa mmoja mkuu wa Umoja huo wa Falme za Kiarabu aliyezungumza kwa sharti la kutotajwa jina, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba madai hayo hayana msingi na ni matumizi mabaya ya muda na shughuli za mahakama hiyo. Umoja huo umekanusha kusambaza silaha kwa RSF. Hatimaye Juba. Migawanyiko iliibuka jana Jumatano ndani ya chama kikuu cha upinzani nchini Sudan Kusini baada ya baadhi ya wanachama kupiga kura na kumchagua waziri wa serikali anayetuhumiwa kushirikiana na rais wa nchi hiyo kuchukua nafasi ya kiongozi wa chama hicho Riek Machar aliyeko kwenye kifungo cha nyumbani. Kuchaguliwa kwa Stephen Kolpa, waziri wa Sudan Kusini wa kujenga amani, kama mwenyekiti wa muda wa chama hicho kunafanyika siku mbili baada ya naibu wa chama hicho aliyekimbilia uhamishoni
Oyet Nathaniel kusimamisha wanachama wa PAR na kumshutumu kwa kushirikiana na Rais Salva Kiir kuchukua nafasi ya Machar. Wanachama wa chama hicho pia walionywa kutohudhuria mkutano huo wa Jumatano. PAR alipuzilia mbali hatua ya kusimamishwa kwake na kuiita mzaha wa mwaka, huku akiongeza kuwa chama hicho hakiwezi kuongozwa ama kuchukua amri kutoka kwa kiongozi aliyekimbilia uhamishoni. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW Dunia Yetu Leo Mchana. Na alikuwa Tatu Karima na taarifa hiyo ya habari za dunia kwa dakika takriban 6, na uchambuzi wetu mchana huu wa leo utaangazia mambo mbalimbali katika sehemu mbalimbali za ulimwengu. Na kwanza kabisa tutaiangalia Tanzania baada ya jana kukamatwa kiongozi mkuu wa chama cha upinzani Chadema Tundu Lissu. Tutakuarifu kilichojiri hadi kufikia sasa. Polisi wamevamia ofisi yetu, wakapiga mabomu, wakatutawanya na sisi tukaitwa tukaenda kwa RPC. Tutakuarifu mengi zaidi. Mpaka wakati huu kuna kipi? Na DW imethibitisha kwamba serikali ya mjini Kinshasa na waasi wa M23 waendelea na mazungumzo ya kutafuta suluhu yaliyoanza jana mjini Doha. Na rais wa Marekani Donald Trump amesitisha kwa siku 90 agizo la kuzitoza ushuru baadhi ya bidhaa kutoka kwenye nchi kadhaa duniani. Kwa hayo na mengine mengi, baki nasi hadi mwisho. Asante sana msikilizaji na unayetufuatilia wakati huu kupitia channel yetu ya YouTube na mitandao yetu ya kijamii. Tuko mubashara kutokea hapa mjini Bonn na tunaitazama dunia yetu leo mchana ilivyo. Tunaanzia na huko nchini Tanzania ambako kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Tundu Lissu yumo mikononi mwa polisi tangu jana jioni baada ya kukamatwa huko mkoani Ruvuma. Lissu na viongozi wengine walikuwa kwenye ziara ya nchi nzima kufanya mikutano ya hadhara juu ya kampeni yao ya kushinikiza mageuzi kwenye mifumo ya uchaguzi ya taifa hilo. Mwenzangu Rashid Chilumba amezungumza na makamu mwenyekiti wa Chadema Taifa John Heche ambaye yuko mkoani Ruvuma, na kwanza anaeleza kile kilichotokea tangu jana hadi leo asubuhi. Niko Ruvuma tangu jana, mwenyekiti alikamatwa, nafikiri mna taarifa hiyo. Lakini sisi wengine ambao tuko hapa tulikuwa tunaendelea na maandalizi ya mkutano ambao tayari ulikushatangazwa hapa Songea mjini, na tuliita press conference saa 5, lakini polisi wamevamia ofisi yetu, wakapiga mabomu, wakatutawanya na sisi tukaitwa tukaenda kwa RPC. Kwa mimi nimetoka kwa RPC muda si mrefu kuzungumza naye, ambaye anasema wanamshikilia mwenyekiti na akadai kwamba wanamshikilia kwa kosa la uchochezi wa kupinga uchaguzi, kwamba hawataki tuzungumze no reforms no election. Na kwa madai yake amesema na mikutano mingine yote ambayo ilikuwa iendelee kuanzia wa sasa hivi na mwingine ambao tulikuwa tufanye kesho Madaba imepigwa marufuku, na amesema mpaka tutakapobadilisha timu kwamba tusiseme no reforms no election ndio tutaruhusiwa kufanya mikutano ya hadhara. Mnajua mwenyekiti Lissu yuko wapi sasa? Kwa mujibu wa RPC anasema ameshafikishwa Dar es Salaam na anahojiwa kwa kesi ya uchochezi wa no reforms no election. Atafikishwa mahakamani? Sasa hakuwa wazi, lakini amesema baadaye watamfikisha mahakamani. Sasa kama anasema yuko ameshafikishwa Dar es Salaam, unajua kwa mujibu wa sheria zetu za nchi unapokamatwa lazima watu wako wataarifiwe. Kuna Lissu, unajua baada ya kuwa ameshambuliwa mwaka 2017 kuna dawa ambazo anatumia, hata dawa zake wamezuia tangu jana hajameza dawa zake. Kwa hiyo ni hali mbaya sana, na sisi tofauti na taarifa aliyotuambia RPC kwa mdomo wake kwamba wako naye na yuko salama na amefikishwa Dar es Salaam na anahojiwa, hakuna mtu kutoka kwenye chama chetu ambaye ameshamuona tangu jana alipokamatwa. Duru kadhaa zinasema miongoni mwa mambo yaliyoleta matatizo yote haya ni kile ulichokisema mwanzo, matamshi ya Tundu Lissu ya kufananisha hii kampeni yenu ya bila mageuzi hakuna uchaguzi na kitendo cha uasi. Sio kwamba mwenyekiti alikwenda mbali sana? Mwalimu Nyerere alisema vijana wa Tanzania wanapaswa kuasi dhidi ya mifumo kandamizi. Tunapoasi dhidi ya watu wanaoiba uchaguzi, tunapoasi dhidi ya watu wanao kuibiwa uchaguzi, what is the problem with that? Kama unawaambia watu kwamba mifumo hii kandamizi lazima tuiasi kama alivyosema Mwalimu,
unapokataa watu wasiibe uchaguzi, unapokataa watu wasifanye ubadhirifu wa mali za umma, wasigawe mali za nchi yetu kwa Wachina na Waarabu na Wazungu, na wakati watu wetu wanateseka, tatizo ni nini katika hilo? Mmesema mkutano wenu na waandishi wa habari umevurugwa leo, na mwingine ambao mlipanga kufanya uhadhara mmeamriwa msiufanye. Mnafanyaje sasa baada ya hapo? Tutaenda kwenye mkutano ikifika muda wa mkutano. Tutaenda, watu wanajikusanya, kama watatupiga pale, watatukamata, watukamatie pale, kwa sababu hakuna sababu ya kukimbia. Tumepata taratibu zote na tuko ndani ya utaratibu. Kwa hiyo hatuwezi kukubali tu watu wanaovunja utaratibu. Unapoona mtu anavunja sheria, kama Mtanzania una haki ya kuzuia asivunje sheria, na ndicho sisi tutakachofanya. Naam, ni makamu mwenyekiti taifa wa Chadema John Heche kama alivyozungumza na mwenzangu Rashid Chilumba hapo kuhusiana na kukamatwa kwa mwenyekiti wa chama hicho Tundu Antipas Lissu. Na sisi hapa DW, msikilizaji, tutaendelea kutafuta maafisa wa polisi huko Tanzania kusikia upande wao, na tutakuarifu zaidi bila shaka katika matangazo yetu.